Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makelele Ozil. Na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari. Na katika taarifa zetu hizi tuanzie huko katika tarafa la Fizi ndani ya kijiji cha Bibokoboko. Raia wa eneo la Bibokoboko na vitongojini mwake ndani ya sekta ya Mutambala tarafani Fizi wanataja kuwa hali ya utulivu inaripotiwa eneo hilo. Pamoja na hayo, raia hao wanataja kukumbwa na matatizo ya mboga mbichi, chumvi, sabuni na mambo mengine kwa sababu ya kutokuwepo kwa njia kati ya Baraka na Bibokoboko. Udhibitisho ni wake Bwana Ngiru Mukiza David, mkuu kiongozi wa eneo hilo la Bibokoboko, ambaye ameonyesha kuwa kuvunjika kwa uhusiano kama zamani kati ya mji wa Baraka na kijiji hicho cha Bibokoboko kunakuwa na vinyume vingi kwa raia wa eneo hilo. Huyu ameomba kwa serikali kuingilia kati ili kupata suluhu ya kudumu kulingana na mzozo huu haraka iwezekanavyo, kwani raia wanateseka vya kutosha maeneo ya Bibokoboko. Ngiru Mukiza David mbele ya simu ya Tanganyika FM. Situation iko calme hapa Bibokoboko sauf imprévu. Samedi pasendo watu ambao wanatoka Kalele wa Mwizi pamoja na wenyewe walikuja kuiba Bibokoboko, kaiba ngombe wakazibeba. Hiyo ndio situation ambayo imepitikana huko kwetu. Maisha ya watu ni sawa kwa leo, sofike unajua probleme ni kutokupata njia kufika Baraka. Unaona sisi tuko watu ambao tuko enclave hatufike Baraka kufuatana na situation ambayo iko hapo Baraka, lakini hapa kwetu kuko vitu vyote hivi zima siku, marage ipo inalema msoko, hindi ipo, chenye tunakosa ni chumvi, ni ndagala, ni sabune. Tumefanya mapredoye lakini unajua kwa government ya hivi kwa leo haitumiki kama ilivyo. Kiske tumepana hiyo ripoti kwa ngazi za juu hadi leo hatujapata jibu. Hata hizi masiku naona tunakaribia kufika ma examen d'etat, dissertation, examen d'etat. Mais hatujua kama watoto wanaweza kushuka namna gani na njia wanafanya ulinzi, lakini sasa kusema watu washuke Baraka si ni problem. Unajua na wewe problem ya manjia hizi siku iko ngufu. Solution ni kupata njia, watu wanawasiliana, watu wa Baraka na Bibokoboko, watu wanalema soko na wa Baraka wanalema Bibokoboko. Unajua ni vitu vingi ambayo sisi tuna hiyo maharage tunazisaila, lakini sitashuka namna gani, na watu wa Baraka nao wana chumvi, wana ndagaa na hata ile vitu fulani vidogo vinatoka Baraka. Itakuja namna gani watu wa Bibokoboko wafike Baraka? Serikali hiyo inajua lakini hayapatia jibu. Unaona ile wakati ilizaa matunda, lakini kwa leo vitu viligeuka tena kufuatana na hali yetu gisi iko, vitu vimegeuka. Sisi tunapenda kuwa uhusiano ile cohesion sociale, cohabitation pacifique. Unaona Baraka na Bibokoboko ni nafasi moja. Wa Baraka hawezi ishi bila Bibokoboko, wa Bibokoboko hawezi ishi bila Baraka. Ndio tunapendelea sisi sote tuwe na ile uhusiano ya kutembeleana. Katika mji wa Baraka nako ni kwamba baadhi ya wahanga wa mafuriko ya kujaa kwa mto wa kijiji cha Kasaba wameanza kuwasili katika mji wa Baraka kwa ajili ya matunzo ya ziada. Hivyo ni kutokana na wao kupata majeraha makali katika sehemu mbalimbali za mwili na hivyo kupelekea hali yao kuwa mbaya zaidi. Tanganyika FM imetembelea katika hospitali kuu ya Baraka, sehemu ambayo wanaendelea kupata matibabu, na kuhojiana naye Bwana Anzuruni Denis, mmoja kati ya wahanga wa mafuriko hayo. Ametoa hapa picha ya kile kilichomkuta. Yani sie ilikuwa siku ya 5 usubuhi, mvula ilianza nyesha mapande ya 3 ya usubuhi, ikanyesha, ikakata, ikafika 5, mvula tena ikaanza. Baada mvula kuanza, mie nilikuwa nishatoka nje. Baada kutoka nje nilikuwa naanika daga ukichanja, nikatoka nikaenda angalia daga. Baada mimi kwenda kuangalia daga kule juu upepo ulikuwa ni mkali, nikarudia mpaka mnyumba. Nilikuwa na katoto kangu hivi, kakasema pana papa mimi nitakoyola. Nikakatoa nje kakakoyola. Mvula usiku ilikuwa shakucha, tunakuwa naona bangambo ya pili na kuko baadhi ya wengine wenye tuliongea nao bangambo ya pili. Basi sie tukaona saa vile ni kawaida ya mto kujaa tu, mai kaanza pita kote kwetu, sie tukaichukulia tu ni kawaida. Badala ya hapo mie nikarudi ndani, bibi yangu akatoka nje. Ile bibi yangu kutoka nje kaniambia, mbona mto unajaa sana? Mie tena pale kwenye niko
roho haikunipa, ikabidi nitoke nje tena. Tukakwasa vile mie na mwanamke sie wote tuko kumulango. Badala ya hapo mwanamke ndo alikuwa wa kwanza kuingia ndani, mie nikawakia kumulango. Kengine kafie kangu hivi ka miaka 3 asema na mimi nitaenda angalia mto. Nikamwambia rudia kule, utaenda angalia mto na mto unajaa na mvua iko nanyesha. Basi nikakaruhusu kakaenda angalia, kakarudia. Basi mvua iliendelea kunyesha. Badala ya hapo mie nikarudia ndani. Ile kurudia ndani tukasikia mgurumo sa vile avyo inataa dema. Mimi na mwanamke mle ndani tukaulizana, hii avyo yenyewe inataa dema hapa kwetu na kuyadema avyo inatokea wapi? Ilikuwa shakuwa saa mida saa ngapi? Yaani hapo ilikuwa shakuwa mida saa 12 mwendo wa saa 1 hivi. Ile mgurumo haikukawia, kukaingia tetemeko ya ardhi. Hapa kwenye sie tunasemea hakuna kujua huyu alienda wapi, huyu alienda wapi. Yaani gisi nilipona Mungu ndo mwenye alipenda tu. Mumajiwe nilienda napita mumajiwe niko na mtoto wa bebe kumkono. Badala ya hapo tukaikala tuko mumai, nikaona saa vile mwenye anafunguliwa kamulango mbele yangu, kamwangaza kanakuya, nikasema napona. Badala ya hapo nikaikala nitaogerea na kwa nasikia kiuno haina kazi. Mungu atupe mja wake. Nikajitahidi nikasikia saa vile na kanyaga lijiwe. Ile mie kukanyaga lijiwe mbira ikakuwa ya mingi. Baada ya kuwa ya mingi ikainitoa tena kwa ile lijiwe ikanipeleka tena Gezi. Mwishowe Bwana Denis Anzuruni ameomba kwa serikali na mashirika ya kihutu kutembelea katika kijiji cha Kasaba ili kujionea wenyewe na kuwajia na misaada wahanga wa mafuriko hayo. Mungu akanisaidia tena, nikaanza kuogerea, nikasikia saa vile migulu inafika chini na mtoto niko naye mikono. Kaanza lalamika kumchanga, mtusaidie. Kukakia mtu wa kwanza alikuwa komanda wa soda mweko pale kunyumba, akakuya akasove mtu wa kwanza, akakuya akanibeba ule mtoto. Mie kukakia mtumbu, nikamwambia mimi sitaweza kusimama, muninyangule. Bakaninyangula, bakaniweka mtumbu, bakanibeba kumugongo mpaka ukakapita. Kutoka kwa kapita nikaambiliwa sio twende kwa hospitali. Tukaenda kwa hospitali kule kuona kaa yangu havitawezekana, tusogee mbele. Bakatupa transfere pale, tukakuya mpaka hapa Baraka. Yaani mnyumba yangu nilipona mie na huyo mtoto wa bebe tu. Bibi, batoto 3, bofre yangu mwenye nilikuwa naye pale na mtoto wa dadangu mwenye alikuwa nakia konje pale juu kwetu abasomi, bote balikufa. Jumla mnyumba yangu nipoteza watu 6 bakumwili yangu. Yaani hapa nilibakia mie peke na ule bebe. Kwa sasa mtoto anaendelea? Mtoto iko afadhali. Usubuhi nilikuwa naye hapa, niliwaambia waniletee naye juu kunifariji, kunitoa mawazo. Yaani mtoto ni wa miezi 4 ndo mtoto mwenye nilipona naye. Mie kwa upande wangu naweza shukuru kwanza kwa mimi kubaki uhai, ni jambo la kumshukuru Mungu. Juu kupona haiko miujiza yangu, ni miujiza ya Mungu. Vile mimi leo niko hapa Baraka, lakini majeruhi ni wengi sana na waliofariki ni wengi sana. Kuko familia zenye zikuonekana mtu hata umoja, kama ni watu 10 wote. Jumla kukosa hata batu 100 wenye walipoteza maisha. Lakini baada ya mimi kufika hapa, tulituma wito kumashirika, lakini tuliambiwa msaada hauwezi ukatoka kwa waanga wa maji. Msaada unaweza ukatoka kwa waanga wa risasi. Hicho ni kitu ambapo kilinisikitisha sana. Yaani na kuona kumbe sie tuko saa vile hatuko baraia bai inchi. Juu hasili inekala kule kwenye tukio linatokea, serikali inapaswa ikimbilie pale. Lakini mpaka leo hatuyaona ni serikali, hatuyaona ni shirika ya aina yoyote ile. Na kule majeruhi wapo. Serikali kama serikali natoa wito ijitahidi ifike kwanza kule, iende iangalie jinsi wananchi wanaasirika. Hiyo ndo ombi langu tu kwa serikali na mashirika, ni hicho tu. Asanteni sana. Nashukuru kwa Mungu kuniacha uhai. Wakati hao ya kijiri, mashirika ya kiraia tarafani Fizi limetoa pole kwa wahanga wa mafuriko ya kijiji cha Kasaba, huku kikiomba mashirika ya kihutu na serikali kuwajia na misaada wahanga ambao wamepoteza vitu pamoja na watu na kupelekea maisha yao kuwa magumu zaidi. Akizungumza na Tanganyika FM,
Wakili Jacques Alimasi, mwenyekiti wa shirika la raia Fox Vive tarafani Fizi, amesema kuwa raia wa kijiji hicho cha Kasaba kwa sasa wanaishi katika hali ngumu, hasa kwa ukosefu wa chakula, matibabu na sehemu ya kulala, kama anavyoeleza hapa. Tumekwenda kulalama ajili ya hali ambayo imetokea katika kijiji cha Kasaba, ni katika teritwari ya Fizi. Ilikuwa tariki 8 kufika tariki 9 mwaka huu. Kijiji hicho kimekumbwa na mafuriko ya mvua na imesababisha maafa. Imenyesha, imejaza mto ambao unaitwa Kasaba. Tumekwenda kugundua kwamba kuna watu ambao wamekufa, na kiwango cha watu ambao kimekufa kinafika 109 person ambayo imekufa. Watu ambao wamepona waanga wanalazwa katika hospitali kuu ya hapo Fizi Centre, ambako tunaona kuko wanawake 7, kuko wanaume 13 na kuko watoto 6. Tumekwenda kulalama kwenye serikali yetu ya Kongo na kwa wafadhili fulani wakuje wasaidie majamaa ambazo zimekumbwa na hayo majanga, kwa sababu shamba zimekwenda na maji na nyumba nyingi zimekwenda kuvunjika, vitu vya nyumba vimekwenda kupotea, na kwa sasa raia wanaendelea kuteseka, hawana kwa kulala. Tumeomba kwa wafadhili waje wasaidie raia, kwa government yetu ya Kongo, pia hata na kwa mashirika fulani ya kiutu ambayo inapatikana katika teritwari ya Fizi, kwa sababu utakwenda kujua janga hilo linatokea wakati ambapo teritwari ya Fizi inakwenda kukumbwa na matatizo ya vita ambavyo vinaletwa na M23 pamoja na AFC wakisaidiwa na Rwanda na kile kikundi cha Red Tabara ya Burundi. Vita hivyo vinapatikana huko nyanja za juu za teritwari ya Fizi, na ndio kwa maana tumeomba kwa vitengo fulani ambavyo vinahusika na usalama na ukingo wa raia wafanye gisi iwezekanavyo kwa kusaidia mashirika ya kiutu ambayo yatapendelea kwenda kusaidia watu ambao wanakumbwa na hilo janga, wawapatie njia ili wafanye kazi kama ipasavyo, na wapaswe kusaidia raia ambao inaendelea kuhangaika. Tubaki tu katika mji wa Baraka ni kwamba raia wa mji wa Baraka waishio pembezoni mwa ziwa Tanganyika wanapitia wakati mgumu. Hivyo ni kutokana na ongezeko la maji ya ziwa Tanganyika. Hawa wameomba kwa serikali kuwajia na misaada, hasa kuwatafutia sehemu nyingine ya kukaa. Wakizungumza na Tanganyika FM, baadhi ya wahanga hao wamesema kuwa mpaka sasa hakuna hata msaada wowote ambao wamepata toka serikalini, na hiyo inapelekea wao kuendelea kuishi sehemu hiyo licha ya maji kuwa mengi zaidi. Sikilizeni raia hao. Tunaomba watuangalilie tu fasi kwenye tutaweza kuikala. Chuma inatusumbua sana. Katuko tunekala mumai ni kwa kukosa pa kwenda. Utenda wapi? Na ile nyumba njoo ilikuwa kitumaini yako, hauna makuta kwenda kupangia. Kwenda njoo tunaomba msaada kuleta batusaidie nafasi ya shie kuikala, tupumuzishe kwanza mikulu juu ya mai. Na kuko tabia yenye tuko naona wakati watu wanafukuzwa na maji huku chini, wale ambao nyumba zao ziko nafasi nzuri wanakuwa na tendency ya kupandisha bei ya nyumba zao. Ili unaliona vipi kama mwananchi? Wale si wanaona njoo faida yao, wakati sie tuko mumagumu. Bo wanaona njoo furaha. Njoo watapandisha bei. Upendo sipopendo utapanga tu. Haiko mzuri juu wakati she tunaisha ingililiwa, tunaisha kwa mwa ile problem, ni bo sasa wakutusaidia. Asa unakuta wale wakutusaidia njoo wanatuangamiza tena. Njoo inabidi nyumba ulikuwa nalipia 20,000 francs de chambre et salon. Mais hivi wendo ulize nyumba inakuwa ni 40,000, 50,000, kanyumba ka ovyo ovyo unakuta senjo 25,000 francs. Utenea je mule na watoto. Na njoo maana tunavumilia tu mwa hii mai. Watu naasirika sana na maji, na kulingana na hii maji kisi inaasirisha watu wengi. Watu wengi wanahama, wanaenda kukaa sehemu zingine, wanaenda kuitwa wapangaji, na wakati walikuwa na manyumba zao na maparsele zao. Kwa hiyo ningehitaji serikali ijaribu kuwatizamia hao ambao wameasirika na maji, waweze kuangalia gisi gani wanaweza kuwasaidia misaada
kwa kuwatafutia nafasi nyingine ili waweze kujenga na wenyewe waitio kwamba wana sehemu zao. Wapate waweze kupata nafasi zingine za kuweza kujenga manyumba. Maji yenyewe inaleta magonjwa, kwanza hivi kolera yenyewe inaimbwa. Naona huku chini karibu na bahari kolera ni nyingi kwa sababu yale yote masantrale yenyewe yalikuwa yako wazi yamesha zingirwa sana na maji, yani maji yanakuwa maji machafu sana. Na kufatana na hiyo hata yanaleta maafa kwa watu. Kuna watoto ambao wanaweza kudumbukia mle na inaweza ikalete madhara makubwa. Haya naona ni maji ya Tanganyika ndio yanatuzingira nyumba nzima. Haya maji yani tangia mwezi wa pili ndio yalianza kutuzunguka hapa jana. Yani depo makajana yako na tuzuru tu. Maji haya maana yake yanapanda siku kwa siku. Na maji haya maana yake yanatusumbua sana. Tunazingira masaki, kusomba michanga, lakini maji wapi yako na tuzingira tu sana. Hali ya maisha ni magumu sana. Ndio maana tunaona tuikae hapa tutafanya pesa upate kwanza ya kukula, upate ya kupanga nyumba ni shida. Mimi naweza kuambia serikali itusaidie nafasi kwenye tutaweza kuegamia kuikaa, kwa sababu hivi tunaona tunahangaika tu sana. Nafasi maana yake shida. Tunazingirwa sana na maji. Tunaweza kuomba serikali tufanyie msaada, tupate nafasi ya kuikaa pasina usumbufu. Mimi naasirika, maji naashirisha sana. Hivi hata kuingia mchoo inakuwa ni maji kotele sana. Nake tunahangaika sana na maji. Sina franga za kwenda kupanga. Ndio maana nakaa hapa tu, nikae hapa kama maji itashuka, nitavumilia tu hapa. Lakini kwa kupata franga za kupanga sina. Naomba serikali tusaidie, kama itatupatia hifadhi ya kuikaa tutatoka, lakini kama hakuna tutavumilia maji hapa, tutafanyaje? Maji iko nakuja na kasi, kwanza jua likiwaka sana tu maji iko nakuja kama vile makanora pili natembeaga maji. Inakuja vuvu inakuja kufika hapa tena narudia. Maji ya Tanganyika haina ufundi wa kuziwia kule. Na ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari kutoka Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makelele Ozil. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.